Yes, of course. Mwendelezo wa story kutoka Bongo ndo kitu pekee ambacho kinafuatia right now kutokea Chris Media 24. Sasa mimi nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe, gusa sasa hivi tuweze kuondoka kwa pamoja na kuweza kupiana zote info za kiburudani kutoka Tanzania hata nje ya mipaka ya Bongo, au sio bana? Sasa kauli ya msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz imeendelea kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii baada ya sakata kuwa zito kinomanoma juu hiki ambacho kimeweza kuhappen siku hii leo, ikiwa ni pamoja na kuweza kuzungumza kauli hii ambayo ameitaja. Kitu ambacho amekisema Big ni kwamba hayuko serious, hayuko tena kwa ajili ya kuweza kumrudia na kuweza kumbembeleza mwanamke kwa sasa, kwa sababu Favorite na kitu ambacho amekuwa nacho ni kikubwa. Jamaa ana umaarufu mkubwa, kwa hiyo hawezi kutumia huo muda kwa ajili ya kuweza kumbembeleza peace, au sio bana? Sasa hapa katikati Diamond Platnumz pamoja na Zuchu waliweza kuingia kwenye mtafaruko mkubwa sana, kitu ambacho kilipelekea kila mmoja kuweza kuendelea na harakati zake, kila mmoja mkononi mwake alikuwa amezikamata 50 zake na kuweza kudili na vitu hivyo. Sasa kuna moja kati ya binti ambaye walikuwa namtaja sana, pengine anaweza katajwa kuwa kwenye mahusiano na msanii huyo Diamond Platnumz kwa siku za hivi karibuni, kwamba ukaribu wao ulikuwa ukiwachanganya wengi kinomanoma. Pia moja kati ya story ambayo ilikuwa inawagusa washikaji wengi ni kuona ukaribu wa mwanadada huyo na Diamond Platnumz ni mkubwa zaidi, ukizingatia sio msanii kusema kwamba pengine anaweza kumsaidia kwenye lebo au anaweza wana collaboration na nini, lakini imekuwa tofauti sana. Sasa baada ya kuona hivyo, mwanadada Zu akaona mbona kama imekuwa noma, mbona kama pengo langu linaenda kuzibwa hivi, akatamani kuweza kurudi pale. Na baada ya Diamond kuweza kununua gari mpya kabisa ambayo tuliweza kuiona kwenye mitandao ya kijamii, ndio siku zile ambazo mwanadada huyo ambaye alikuwa anaonekana na Diamond kwa ukaribu sana. Lakini pia baada ya kutoka kwa video yanatulizana, pia ukaribu wa Diamond Platnumz moja na yule mwanadada ilikuwa ni mkubwa zaidi. Pia Zuchu akazidi kuongeza ile wivu kwamba mbona kama nimeweza kuondoka kwa muda mfupi, alafu mbona kama pengo naenda kuzibwa haraka sana, kwa maana ya kwamba natakiwa niweze kurudi kwenye sehemu yangu ambayo nilikuwa natamani kuweza kuishi. Sasa hii imekuja kwa ghafla, ukizingatia pia ndugu ya Diamond Platnumz walianza kumrudia mwanadada ambaye anaitwa Rita, ambaye of course alikuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz. So Diamond kama vile alikuwa anataka kurudisha koloni hilo. Sasa nguvu ilikuwa inatumika zaidi pamoja na ndugu zake, alikuwa anatamani kuweza kumrudisha. So Rita akaamua kuvujisha video hizo na baadhi ya video ambazo zilikuwa amezirekodi zikionyesha kwamba Eddy Santos ambaye ni kaka wa Diamond akijaribu kufanya lolote kwa ajili ya kaka yake Diamond Platnumz. Sasa hii kama moja kati ya story kubwa pia. Sasa Zuchu akakumbuka kwamba pengine inaweza kama muda sahihi wa mwanadada huyu kuweza kurudi kwa Diamond. So acha nirudi zangu nirudi kwangu ambapo nilikuwa nimetoka. Sasa Diamond anazungumza kwamba yeye haiko tayari na habembelezi mtu kwa sasa, kwa sababu ameshapita hizo level za kuanza kuzingatia watu, kuanza kurudia na kuweza kuwabembeleza waweze kuwa kwenye mahusiano naye. Mtazamo wako ni upi? Ni pia kwenye sehemu ya comment. Usiache kusubscribe uweze kujiona kwenye familia hii kubwa kiburudani kutoka Tanzania. Mimi naitwa Chris.